BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo. Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Olua na kuletea taarifa kamili kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Na huu ni mtasari wa habari. DRC. Taarifa zinazoenea kwa kasi jijini Bukavu zikisema kuwa waasi wa M23 wamefanya kikao cha siri na viongozi wa mitaa na kata, bashef de quartier na bashef d'avenue kutoka katika manispaa zote za jiji la Bukavu. Lengo la kikao hicho lilikuwa kuwaelekeza viongozi hao kuwafichua vijana wanaoshukiwa kuwa wapinzani au wale ambao hawako upande wa kundi la M23. Katika eneo la Axe Nyangezi, wilaya ya Walungu, mkoa wa Sud Kivu, hali ya usalama imeendelea kuwa tete kufuatia mpambano kati ya wazalendo wa Sud Kivu na waasi wanaodaiwa kuwa washirika wa kundi la M23. Magari kadhaa yanayodaiwa kubeba mizigo ya waasi yamezuiliwa. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Kwa mujibu wa chanzo cha ndani kilichonukuliwa jana, kundi la waasi la M23 lilifanya kikao muhimu na viongozi wote wa ngazi ya chini katika jiji la Bukavu, wakiwemo bashef de quartier na bashef d'avenue kutoka bakomine zote. Kikao hicho kilifanyika kwa faragha kubwa na mada kuu ilikuwa mpango wa kuwakamata vijana kwa madai kwamba baadhi yao wanahusishwa na harakati za upinzani au hawataki kujiunga na jeshi la waasi. Kulingana na maelezo yaliyochujwa, viongozi wa mitaa waliambiwa watoe taarifa kwa M23 kuhusu vijana wa maeneo yao, na katika hali nyingine hata washiriki moja kwa moja katika kuwakamata. Lakini baadhi ya viongozi hao walisema wazi kwamba hawataweza kufanya hivyo kwa nguvu, wakieleza kuwa jambo hilo linahatarisha maisha yao na kuvuruga amani ya jamii. Baada ya malalamiko hayo, M23 ilijibu kwa hasira ikisema kuwa itabadilisha mbinu. Badala ya kuwategemea viongozi wa mitaa, sasa wana mpango mpya wa sistemu ya musako, yani ukamataji wa vijana kupitia msako wa ghafla. Mikakati hiyo mipya inadaiwa kuanza kila siku ya Jumamosi wakati wananchi wanapokuwa wanashiriki katika shughuli zao salongo, usafi wa pamoja. Hiyo ndiyo saa ambayo watu wengi wanakuwa mitaani, na hivyo wahasi wanaweza kuwatambua na kuwakamata vijana kwa urahisi kisha uwapeleka sehemu zisizojulikana. Vyanzo vya usalama vinasema kuwa watu wanaonekana kuwa na nguvu, wenye umri wa ujana au hata wale wanaotoka familia ambazo zinajulikana kupinga vita ndio wanaolengwa zaidi. Kuna hofu kubwa kwamba ukamataji huu unaweza kuenea haraka katika wilaya zote za Bukavu na maeneo jirani kama Kadutu, Bagira na Ibanda. Sababu inayopelekea mpango huu, chanzo cha karibu na mazungumzo hayo kinasema kuwa mpango huu unahusiana na makubaliano yaliyotiwa saini Washington kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Rwanda ilikubali kuondoa wanajeshi wake rasmi RDF kutoka DRC. Lakini kwa sasa inaonekana baadhi ya wapiganaji wa M23 wanapinga kuondoka au wanataka kujaza pengo litakalosalia baada ya RDF kuondoka. Kwa hiyo wanafanya juhudi za haraka za kuandikisha vijana wa Kongo ili waendelee kudhibiti maeneo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini kwa jina la M23. Kwa maneno mengi, M23 inajaribu kubadilisha uso wake kutoka kuwa jeshi la kigeni hadi kuonekana kama jeshi la wazawa ili liendelee kuhalalisha uwepo wake. Tahadhari kwa wananchi. Raia wote, hasa vijana, wametakiwa kuwa waangalifu sana. Ujumbe huu umekuwa ukisambazwa mitaani na kwenye mitandao ya kijamii kama onyo kwa vijana wa Bukavu kutojihusisha na mikusanyiko isiyo rasmi na kuepuka kubaki mitaani bila sababu, hasa siku za salongo. Watu wametakiwa pia kuwauliza viongozi wa mitaa walioko karibu nao ili kudhibitisha kama taarifa hizi ni kweli, kwani baadhi ya viongozi wameshaanza kuzungumza kimya kudhibitisha hali hiyo. Maoni ya wananchi. Wakazi wengi wa Bukavu wameonyesha huzuni na hasira kubwa kuhusu taarifa hizi. Baadhi yao wanasema hali hii inaonyesha serikali haina udhibiti wa kweli juu ya maeneo hayo na kwamba vijana wanaendelea kuteseka bila msaada wote.
Kila mara vijana ndio wanaobeba mzigo wa vita. Leo M23, kesho kundi lingine. Serikali inatakiwa ichukue hatua, alisema mama mmoja mkazi wa Kadutu. Mwingine alijitambulisha kama Eme, kijana wa Bagira, alisema, sasa hata kufanya salongo tunaanza kuogopa. Unatoka kufanya usafi, kumbe wanakukamata kwa jina la M23. Hii ni hatari kabisa. Wengine wanasema kwamba taarifa hii inapaswa kuchukuliwa kwa uzito, hata kama haijathibitishwa rasmi, kwa sababu kila mara mambo kama haya huanza kwa uvumi kisha ugeuka kweli. Hali ya usalama katika Bukavu inazidi kuwa tete, huku wananchi wakiishi kwa hofu na mashaka. Kuna wito mkubwa kwa vyombo vya dola na serikali ya Kinshasa kuhakikisha kuwa vijana wanalindwa dhidi ya ukamataji wa kiolela na kuhakikisha kuwa mpango huu wa M23 unadhibitiwa haraka kabla haujaleta maafa makubwa. Kwa sasa ujumbe wa tahadhari umeenea. Tujihadhari, tujilinde na tahadharishe wenzetu. Ni wito wa umoja wa raia wa Bukavu wanaofia kuwa vita vinarudi kupitia milango ya hila na ujanja. Bado tupo hapa DRC. Kwa mujibu wa ripoti ambazo zimepatikana mapema leo asubuhi, wazalendo wa Sud Kivu, kundi la raia linalojitolea kulinda taifa dhidi ya uvamizi wa wasi, wamefanya operesheni maalum katika eneo la Axe Nyangezi, barabara kuu inayounganisha Bukavu na Walungu. Katika operesheni hiyo, wazalendo wamefanikiwa kuvamia na kusimamisha magari kadhaa yaliokuwa yakisafirisha bidhaa ambazo zinashukiwa kuwa wahasi wanaotaka kujipenyeza kuelekea Bukavu. Mmoja wa viongozi wa kundi hilo amesema kuwa magari hayo yamezuiwa kwa usalama, huku uchunguzi ukiendelea kubaini kama mzigo iliyokuwepo ndani yake ni mali ya makundi ya uasi. Watengeneza kule gari na kuini na vipakizia hapa. Hapana, hii ni ya mabreki. Hapa konjo viko vitumika pale, wanavisomba hapa, kisha gari inapakizi na shusha mule Nyangezi. Kama konjo kuko izine yabo siyo. Ulongo hii. Joy kabisa. Asante. Vyanzo vya ndani vimedai kuwa waasi wachache waliokuwa kwenye magari hayo walikimbia porini wakihofia kukamatwa, huku baadhi yao wakiripotiwa kuelekea kwenye vilima vya Kabare na maeneo ya mpakani mwa Bukavu. Kwa mujibu wa shuhuda mmoja aliomba ahifadhiwe jina lake, hali ilikuwa ya taharuki sana. Watu walikimbia ovyo, lakini vijana wa wazalendo waliokuwa makini kuhakikisha hakuna mlio yeyote wa risasi unaoathiri raia. Kauli za wazalendo. Kiongozi wa kundi la wazalendo wa Sud Kivu ambaye alizungumza kupitia matangazo ya moja kwa moja ya Facebook amesema, tumefanikiwa kuzuia magari matatu yaliyokuwa yakibeba bidhaa za wasi. Wale wanaojaribu kupenyeza kuelekea Bukavu tunawaambia uwazi kuwa Sud Kivu si lango la wasaliti. Tutapigana hadi tone la mwisho la damu. Akiongeza kwa hasira, tunafanya haya kwa ajili ya nchi yetu. Hatutegemei msaada wa nje. Tunahitaji vifaa tu kama simu za Android na powerbank ili tuweze kuwasiliana na vikosi vyetu kwa urahisi wakati wa mpambano. Kauli za wananchi na mashuhuda. Wakazi wa Nyangezi wameeleza hisia tofauti kuhusu tukio hilo. Wapo wanaona kuwa wazalendo wamekuwa ngao muhimu ya ulinzi wa raia, lakini pia kuna hofu kuwa mapigano hayo yanaweza kuleta madhara makubwa kwa watu wasiokuwa na hatia. Mmoja wa wazee wa eneo hilo amesema, hao vijana wana moyo wa kizalendo, lakini wanahitaji kuungwa mkono na serikali. Hii si kazi rahisi. Waasi hao wana silaha nzito na vifaa vya kisasa. Mwananchi mwingine amesema kwa uchungu, sauti za risasi zilitushtua usiku kucha. Wengine wetu tulilazimika kulala misituni. Tunaomba serikali isimame na vijana hao kwa sababu wanafanya kazi ambayo vyombo rasmi vya ulinzi vinaonekana kuchelewa kufanya. Hali ya usalama kwa sasa hali bado ni tete, lakini inadhibitiwa. Barabara ya kuelekea Bukavu imefunguliwa kwa tahadhari kubwa, huku magari ya raia yakiruhusiwa kupita kwa ukaguzi mkali. Vyanzo vya kijeshi vimesema kwamba jeshi la FARDC limearifiwa kuhusu operesheni ya wazalendo na wanajeshi wachache wamepelekwa kusaidia kuhakikisha hakuna uvamizi mpya unafanyika kupitia njia ya Nyangezi. Milio ya risasi imesikika tena mchana kutwa, lakini imetajwa kuwa ni mashambulizi madogo ya kujibu kutoka pande zote mbili.
Wazalendo wameahidi kuendelea kushikilia eneo hilo mpaka usalama utakaporejea kikamilifu. Wito kwa wananchi. Wazalendo wametoa wito kwa raia wote wa Kongo, wa ndani na nje, kuendelea kuunga mkono juhudi za kulinda taifa kupitia michango na misaada isiyo ya kivita kama chakula, mavazi, vifaa vya mawasiliano na misaada ya kisaikolojia kwa familia za wapiganaji. Hata hivyo, vyombo vya usalama vimeonya raia kuepuka kutoa mchango moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii bila udhibitisho wa serikali, ili kuepuka udanganyifu unaofanywa na watu wanaojitambulisha kwa majina ya makundi ya ulinzi. Mtazamo wa jumla, mapigano haya yanakuja wakati ambapo mkoa wa Sud Kivu unaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama, hasa kutokana na ongezeko la shughuli za makundi yenye silaha katika maeneo ya Walungu, Kabare na Uvira. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa hatua za wazalendo zinaweza kusaidia kwa muda mfupi, lakini ufumbuzi wa kudumu unahitaji ushirikiano kati ya jeshi, serikali na wananchi. Tukio la Nyangezi linabeba ujumbe mzito kuhusu hali halisi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Linaonyesha namna wananchi wa kawaida wanavyolazimika kuchukua jukumu la kulinda ardhi yao, wakati mataifa jirani na vikundi vya wasi vikiendelea kuwa tishio kwa amani ya taifa. Vyombo vya habari vimeendelea kufuatilia kwa karibu kinachoendelea katika eneo hilo, huku raia wakihimizwa kudumisha utulivu, kutoa taarifa kwa mamlaka husika na kuepuka kusambaza video au taarifa ambazo hazijathibitishwa rasmi. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua. BMP TV Professional Update.